Karibu tena nyote, na leo tunaongea kuhusu ubatizo wa moto. Siku chache ambayo imepita nilikuwa niko live kwa channel ya mtu fulani, na walikuwa wakiongea kuhusu ubatizo wa moto, na wakasema kwamba kuna mtumishi fulani ambaye alikuja hapo na akahakikisha kwamba Mkristo wote ni lazima apitie ubatizo wa moto kama vile alivyoongea Yohana Mbatizaji. Na Yohana alisema kwamba mimi nawabatiza kwa maji, lakini yule anayekuja baada yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa hiyo ikafanya watu wamoja wanaanza kuwaza kwamba ubatizo wa moto ni ubatizo ya Wakristo, na kuna wengine hata katika maombi wanaomba Mungu akimwambia utubatize na roho na moto wa Roho Mtakatifu. Sasa swali ambalo liko hapo, hiyo ubatizo wa moto iko kwa sababu yako wewe Mkristo ama ni kwa sababu ya wasio mjua Mungu? Na kwa ufupi, sitafanya video ndefu, nataka tukujibu hiyo swali. Ubatizo wa moto si kwa ajili yako wewe Mkristo. Ubatizo wa moto ni kwa sababu ya magugu. Basi tusome maandiko na tuangalie. Tutaanza na kitabu ya Mathayo sura yake ya 3 mstari wa 11. Nitaanzia 11. Yohana anasema hivi katika kitabu ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Nasema, mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini nyuma yangu anakuja yeye aliye na uwezo kuliko mimi, ambaye sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa ni hii andiko ndio inakuwa inafanya watu wanawaza kwamba ubatizo ambao Yesu alikuja kufanya kwako wewe Mkristo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na wa moto. Kwa nini wanawaza hivyo? Kwa sababu katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 2 tunaona kuna watu ambao walibatizwa na Roho Mtakatifu, na walipobatizwa na Roho Mtakatifu, Biblia inatuambia kwamba ndimi kama moto zikaonekana juu ya vichwa vyao. Sasa watu huwa wanatumia hiyo kauli ya kusema ndimi kama moto zikaonekana juu ya vichwa vyao kwa kuonesha kwamba walibatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Lakini unapochunguza maandiko vizuri, unaona inasema ndimi kama moto. Hiyo kama ni comparison, haijamaanisha ilikuwa moto, lakini kama moto zimeonekana juu yao. Na hapo kuna wakati Yesu alibatizwa, wanasema na Roho Mtakatifu akashuka kama njiwa. Haijamaanisha ni njiwa, lakini akashuka kama njiwa. Sasa wakati wanasema ndimi zilizo kama moto, haijamaanisha ilikuwa ni ubatizo wa moto, bali walibatizwa katika Roho Mtakatifu. Sasa kwa hiyo tusiwe tunatumia maandiko kwa vile tu tunaisikia kwa mawazo yetu ya kianadamu. Ni vizuri kusoma, kuchunguza na kumwomba Roho Mtakatifu akufungue masikio ili uelewe lugha ya Mungu. Hii kitabu ni vizuri wakati unasoma unamwomba Mungu akupatie kuelewa. Kwa hiyo wakati tunasoma Mathayo 3 tunaona kwamba Yohana anasema mimi nawabatiza kwa maji, lakini anayekuja baada yangu yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa nini Yohana aliongea hivyo? Nitasoma kuanzia mstari wake wa 7. Mstari wake wa 7 anasema, lakini alipowaona Mafarisayo na Masadukayo wengi wakija ili kubatizwa, aliwaambia,
ninyi watoto wa nyoka, ni nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu inayokuja? Hapo ndipo tunaona kuna tofauti. Kuna watu ambao walikuja kubatizwa ambao walikuwa wanataka kupewa uzima wa milele, na kuna wengine ambao walikuwa ni Wasadukayo na Mafarisayo. Wakati Yohana aliwaona, ndio akasema, nyinyi Wafarisayo na Masadukayo, kizazi cha nyoka, watoto wa nyoka, ni nani aliyewaonya nyinyi kukimbia ghadhabu inayokuja? Sasa hiyo ghadhabu inayokuja ni ghadhabu ya moto. Huyu Yesu sasa anakuja kuleta ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa walio wake, na ubatizo wa mateso, yaani ubatizo wa moto kwa wale ambao ni kizazi cha nyoka. Mahali pote tumeona ubatizo ndani ya Biblia, haijamaanisha ni ubatizo wa maji. Ni vizuri kufanya tofauti. Sio kila mahali ambapo imeandikwa ubatizo inamaanisha ubatizo wa maji, sababu ukitizama ndani ya kitabu ya Luka, cha nitafute hapa, Luka 3:21, Luka 3:21, Luka 3:21, Luka 3:21, tunaona Biblia inatuambia, baada ya watu wote kubatizwa, Yesu naye akabatizwa. Naye alipokuwa akiomba, mbingu zilifunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa umbo kama la hua. Tunaona kwa umbo kama la hua, haijamaanisha ilikuwa ni hua, na hivyo ndivyo lugha ya Biblia inakuwa inasema. Wakisema kama moto, haijamaanisha ni moto. Basi hapa tunaona Luka 3, Yesu amebatizwa. Hapa ilikuwa ni ubatizo wa maji. Lakini ukisoma sasa Luka 12, ukisoma Luka 12 mstari wake wa 50, Luka 12 tasoma 50, tunaona Yesu anaongea, anasema nini? Yesu anasema, nitaanzia 49, inasema, nimekuja kuleta moto duniani. Unasikia? Nimekuja kuleta moto duniani. Laiti kama ungekuwa tayari umewashwa. Lakini ninao ubatizo ambao lazima nibatizwe. Unasikia? Hiyo ni Yesu anasema, nimekuja kuleta moto duniani. Laiti kama tayari ingekuwa imewashwa. Unasikia? Huyo ni Yesu anaongea. Sasa hii moto ambayo Yesu anayoongelea hapa, na hii ubatizo ambaye anaoongelewa hapa, anasema, lakini ninao ubatizo ambao lazima nibatizwe nao, dhiki yangu ni kuu mpaka ubatizo huu ukamilike. Sasa tunaona Luka 3, Yesu amebatizwa kwa maji, lakini hapa angali tena anaongea hiyo Luka 12 mstari wake wa 50, anasema kuna ubatizo ambaye angala anasubiri. Sasa kuna ubatizo ambao alikuwa anasubiri, na hiyo ubatizo sio tena ubatizo wa maji, bali ni ubatizo ya ghadhabu ya Mungu, yani hukumu ya Mungu ambayo sisi tungepashwa kupewa inaanguka juu yake. Sasa hiyo ubatizo ni ubatizo wa mateso ambayo ataipitia. Sasa tusiwe tu tunasoma mahali pote pameandikwa ubatizo tunawaza ni ubatizo wa maji. Na ndio kwa maana napenda leo ujifunze kwamba usipime ama usijaribu kumwomba Mungu akubatize kwa moto. Usiombe Mungu akupe ubatizo wa moto, ni hatari. Sababu ubatizo pia inakuwa kwa Biblia
inakuwa inaonyesha ghadhabu ya Mungu. Ubatizo inakuwa inaonyesha to be immersed, yaani kuwekwa ndani ya kitu ama vitu fulani. Ubatizo inaweza ikawa kama vile trials, majaribu. Tunaona ubatizo kama vile majaribu tukisoma kitabu ya Petro wa kwanza, mstari wake wa kwanza, sura ya 6 mpaka 7. Nitasoma Petro wa kwanza, Petro wa kwanza mstari wake wa kwanza, tasoma 6. Inasema hivi, Petro wa kwanza mstari wake wa kwanza, sura ya 6. No, Petro ya mstari wa 6. Nasema, katika hili mnafurahi sasa, ingawa sasa kwa kitambo kidogo mumehuzunishwa kwa majaribu ya namna nyingi. Haya yamewajia ili kwamba imani yenu iliyo ya thamani kuliko dhahabu ipoteayo, ingawa hujaribiwa kwa moto, ionekane kuwa halisi na imalizie katika sifa, utukufu na heshima wakati Yesu Kristo atadhihirishwa. Sasa wanasema kama vile thawabu inakuwa inapitishwa katika moto, hivyo ndivyo imani yako wewe pia Mkristo itapitishwa katika moto. Sasa moto ni majaribu ambayo inaweza kukufikia wewe Mkristo. Sasa wakati wote uko unamwambia Mungu unibatize kwa moto wa Roho Mtakatifu kulingana na Mathayo 3, ni kama vile unamwambia Mungu akubatize na majaribu ama akubatize na hasira ambayo inapasha kuwashika wasiokuwa watu wa Mungu. Kwa hiyo nakusii sana usitumie lugha kama na hayo wakati unaomba Mungu unamwambia akubatize kwa moto. Tunaona wale ambao wanaomba wakiomba kwa nguvu sana, ni kama vile tunajisikia kwamba wameshikwa na moto ya Roho Mtakatifu. Hapana, Roho Mtakatifu haongei hivyo. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura yake ya 19, tunaona vile moto ilipita, lakini Mungu hakuwa ndani ya moto. Mtetemeko ilipita, wanatuambia Mungu hakuwa ndani ya mtetemeko. Ardhi imetingizika, vitu vyote vimeshake, Mungu hakuwa ndani, lakini kulitokea sauti ambayo ilikuwa nyepesi sana. Mungu wakati anaongea sio lazima mtu atetemeke, afanye sijui namna gani. Hapana, Mungu anaongea na sauti ya polepole pole. Wakati unaona mtu anatetemeka ndio anakuambia kwamba Mungu ameongea, ndio ni jambo la question. Unaona? Sasa moto katika Biblia sio kwa sababu yako wa Mkristo, bali moto ni kwa sababu ya wale wasiomjua Mungu. Tunasoma kitabu ya Watesalonika wa pili, Watesalonika wa pili, kitabu Watesalonika wa pili, nitaanza sura yake ya kwanza mstari wake wa 8 ama wa 6. Watesalonika wa pili, Watesalonika wa pili sura yake ya kwanza, taomsoma mstari wa 6. Nasema, Mungu ni mwenye haki, yeye atawalipa mateso wale watesao ninyi, na kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja na sisi. Sasa tunaona hapa wanatuambia kwamba Mungu ambaye ni Yesu Kristo anakuja kulipa watu wamoja ambao wanateseka, sasa ni Wakristo, na wengine ambao wanaowatesa atawalipa nao pia. Sasa kuna malipo tofauti. Na anasema nini? Okay.
Okay. Na kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja na sisi wakati Bwana Yesu atakaporudishwa kutoka mbinguni katika mwali wa moto. Bwana Yesu atatoka mbinguni katika mwali wa moto pamoja na malaika wake wenye nguvu. Sasa ile mwali wa moto ni kwa sababu gani? Yanasema atawadhibu wale wasiomjua Mungu na ambao hawakuitii injili ya Bwana wetu Yesu. Wataadhibishwa kwa uangamivu wa milele na kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa uweza wake. Siku hiyo atakapokuja kutukuzwa katika watakatifu wake na kustahajabiwa miongoni mwa wote walioamini. Sasa Yesu atakuja na moto kwa sababu ya kuangamiza wasiomwamini na wale ambao wamemkataa. Yesu atakuja. Hiyo moto ambao tunaona wakati wa kitabu ya Yohana, Mathayo, hiyo sio moto yako wewe Mkristo. Kwa hiyo nitasoma hiyo sasa, Yohana na Mathayo 3 ili tumalize. Tasoma Mathayo 3, some 12. Anasema nini? Pepeto lake liko mkononi mwake, naye atasafisha sakafu yake ya kupuria na kuikusanya ngano ghalani na kuyateketeza makapi kwa moto usiozimika. Sasa huyu Yesu wakati anakuja, atakuja kuteketeza makapi kwa moto isiyozimika. Interpretation ya hiyo Mathayo 3, wakati Yohana alisema mimi nawabatiza kwa maji, lakini anayekuja baada yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ameexplain hapo. Anasema kuna hiyo ambao ni ngano na kuna hiyo ambao ni makapi. Makapi itabatizwa kwa moto, lakini ngano itabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini aliongea hivi? Sababu kuna unabii ambao ulikuwa umeongelewa hapo katika kitabu ya Malaki 4:1. Malaki 4:1 anasema hivi. Malaki 4:1. Malaki 4:1 anasema hivi: hakika siku inakuja itawaka kama tanuru, wote wenye kiburi na kila mtenda mabaya watakuwa mabua wakavu, na siku ile inayokuja itawawasha moto, asema Bwana mwenye nguvu zote. Sasa hiyo siku ambayo inakuja ni siku ya Yesu atarudi kuwasha moto kwa wale wote ambao hawamwamini, kwa wale wote ambao wamemkataa Bwana. Sasa hiyo moto ambao tunaona hapo katika Biblia sio moto ya Roho Mtakatifu, bali ni moto ya kukuja kuangamiza wote ambao hawamtii Bwana wetu Yesu Kristo. Na Isaya 66 mstari wake wa 16 anatuambia nini? Tusome Isaya 66. Isaya 66 Isaya 66 mstari wake wa 16 inasema hivi: kwa maana kwa moto na kwa upanga wake Bwana atateketeza hukumu juu ya watu wote, nao wengi watakuwa ni wale waliouawa na Bwana. Kwa moto Bwana atateketeza wote ambao wasiomwamini. Mungu huwa anateketeza watu wabaya kupitia moto. Kazi yangu ambayo mimi nafanya hapa na kazi ambayo sisi tunahitajika kufanya ni kuwaondoa watu wasiteketezwe katika moto. Kwa hiyo tunasoma
Yuda ni chapter moja tu, nitasoma mstari wake wa 23. Yuda ni chapter moja. Kuipata sasa itabidi Yakobo, Petro, Yuda ni chapter moja peke yake. Yuda. Angalia hapa. Tena Petro, Yuda, Yakobo. Come on. Yuda. Jude. Tafute hiyo kitabu ya Yuda. Ibrania, Yakobo. Hii kitabu ndogo inakuwa vigumu kuipata mara nyingi. Acha nitafute hapa kwa Biblia yetu ya Swahili kupitia internet. Samahani kidogo. Tafute hiyo kitabu ya Jude. Actually, it should be here. Hapa tusome hapa. Yuda 23 inasema, na wengi waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengi wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Sasa tunaona kwamba sisi kazi yetu kulingana na hii kitabu ya Yuda 1:23 nasema wengi waokoeni katika moto. Sasa kazi yangu mimi na wewe ni kuwaepusha wengine katika moto. Hey mama. Alamuka. Sasa hiyo ndiyo neno la Mungu nilipenda kuchangia na wewe leo. Mungu akubariki. Mtu yeyote asikuja na kuambia na wewe unapaswa kubatizwa kwa moto kama wewe ni Mkristo. Hapana, wewe hauko hapo juu kubatizwa kwa moto. Ubatizo wa moto kwa sababu ya ngano, na wewe ya makapi tafadhali. Na wewe ni ngano, wewe haubatizwa kwa moto bali wewe unabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Asante na Mungu awabariki.